miaka 7 maisha yake yana nguvu kubwa katika ujenzi wa tabia yake kuliko masomo mengine yote atakayojifunza miaka baadaye. Yaani ukichelewa kufundisha kuanzia 0 mpaka 7, alafu kasema amefika primary, sasa nianze kumchapa, nianze kumuonya, anasema umechelewa. Miaka 0 mpaka 7 ni muda wa kufungia mambo ya msingi ya maisha yake. Ni muda ambapo kitabu cha Mithali 22:6 inasemaje? Mithali 22:6, hilo fungu matumizi yake ni miaka 0 mpaka 7. Miaka 7 kifika, mtoto anaanza kucheua tabia aliyoihisi akiwa tumboni. Maana mtoto akiwa tumboni, masikio yake ni hisia kali anazozifanya. Anapozaliwa, hata kabla hajaanza kuzungumza, mtoto anaanza kupokea na kusikia kwa hisia, na hatimaye pia anaitikia kwa hisia. Hayo ndio masikio ya kwanza mtoto. Pale nyumbani kama mzazi, unapofanya kitu chochote, lengo la mtoto ni kujifunza kutoka kwako. Ndio maana kitabu kinatuambia mwalimu wa kwanza ni mzazi. Sasa kusudi ya hichi kitabu nini? Moja ni kukuza mawazo ya kivitendo kwa mzazi, ikufundishe namna gani unatakiwa kutenda kwa mtoto huyu mchanga. Lakini pili, kutengeneza program nyumbani kwa urahisi, kukuza uelewa wa upendo wa mtoto wako kwa Yesu. Kutengeneza program nyumbani kwa njia ya vitendo zinazokuza kwa njia rahisi uelewa wa mtoto wako. Kitabu hiki kidogo cha mzazi kinakusudia kumfanya mtoto wako ambaye moyo wake mchanga unahitaji kupandwa ukweli wa neno la Mungu kwa njia inayofaa katika ujenzi wa tabia kama jambo la msingi na la umilele. Hatua ya mtoto mchanga kukua pamoja na Yesu ndio jina la hichi kitabu. Hatua ya mtoto mchanga kukua pamoja na Yesu. Kitabu hiki kimegawanywa katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza kinajulikana kama kitabu cha mzazi. Kina miongozo namna ya maombi, alafu pia namna ya kutumia Biblia kufundisha. Lakini pia kina vidokezo vya malezi, namna ya kulisha ubongo wa mtoto wako, namna ya kumsaidia mtoto kukua kwa kumjua Mungu, namna ya ujenzi wa tabia ilivyo bora kuliko zote, ambacho Mama Ita anasema kitabu kile cha Elimu ya Kweli. Ujenzi wa tabia ndio kazi ya muhimu zaidi ambayo wanadamu wamewahi kukabidhiwa, na kamwe kabla umuhimu wa kujifunza kazi hii kwa bidii haujawahi kuwa muhimu kama ilivyo sasa. Angeweza kusema katika karne ya 21. Leo watoto wetu, wazazi wengi wanafanya makosa. Mtoto analia, anampa simu. Mtoto analia, anampa iPad. Mtoto analia, anapewa vitu ambavyo ni vya electronics, anapewa remote ya ndio acheze nayo. Kumbe hivyo vitu vyote vinampeleka chaka. Alo, mpo? Vinaenda wapi? Chaka. Maana hapa kwenye simu hii, ikiwa na data zake, inamuingiza katika ulimwengu ambao ukishindwa kutambua anachokifanya, utakuwa umechelewa milele atakapokuwa umehamishwa. Hapa anaweza kuona vitu vyote ambavyo usingetamani avione. Kama ni disco liko humu humu, kama ni picha za ngono zimo humu humu, kama ni mambo machafu yote yamo humu humu. Akitaka mipira anapata humu ndani. Wewe unasema mtoto amenyamaza kimya. Kweli amenyamaza kimya. Unaendelea kuosha vyombo, unadeki, unafanyaje? Lakini anapotelea katika ulimwengu mwingine ambao hutaweza kumnasua baadaye. Huu bongo unapozaliwa mtoto, wanasema ndicho kiungo kikuu ambacho kinakuwa kwa kasi kuliko viungo vingine vyote katika mwili. Anapozaliwa tu, ubongo unakuwa mara 110 zaidi ya viungo vingine vyote. Sikiliza.
Sehemu ya pili ya kitabu hiki inashughulika na program ya shule ya Sabato kwa watoto wachanga. Hapa kwenye shule ya Sabato ni kutambua njia bora kumfundisha mtoto wako tangu nyumbani mpaka kwenye shule ya Sabato. Nyenzo utakazotumia, na kuna mambo makubwa matano ya kupanda akilini mwa mtoto unapomfundisha kama mzazi. Huu mwongozo unalenga mambo makubwa matano ya msingi yanayopaswa kuwekwa akilini mwa mtoto. Jambo la kwanza ni upendo kwa Mungu. Upendo kwa nani? Mtoto anapaswa kupata uzoefu wa upendo wa Mungu kupitia kwako mzazi. Aone Mungu unayetaka kumhubiri kupitia tabia yako kama mzazi. Namba 2, kujenga imani kwa mzazi na kwa Mungu. Jambo la pili. Jambo la 3, utii. Hili ni kubwa kupita yote. Kwamba Pastor Eno nimesikia akisema vitoto vya miaka 3. Vya miaka mingapi? Miaka 3. Huu ndio muda mwafaka na wa kutosha kumfundisha utii. Ukichemsha hapo una reserve ya miaka 4 ya mwisho. Alona neno takatifu. Miaka 7 imetosha. Anachagua njia yake. Miaka mingapi? 7. Miaka 3 mtoto mdogo huyu ana ubongo 80% ya ubongo wa mtu mzima. Alo, mnanielewa kama? Yaani ubongo wako mtu mzima unanisikiliza hapa. Mtoto akifikisha miaka 3 ubongo wake umekuwa kwa kiwango cha 80% ya kwako. Kwa lugha rahisi, huwezi na ukaita katoto ni mdogo wako, maana anawaza na kufikiri kama wewe. Alo, tunaelewana mpaka hapo? Wazazi wengi wamefanya makosa wakiamini haka ni kachanga, anaingia naye bafuni anaoga. Mama ana katoto kwa kiume, amevua nguo yuko uchi, alafu mtoto anaoga naye. Hamjawahi kuona vituko kama hivyo? Hapo nasema haelewi. Ni kipindi ambacho mtoto anakusanya data zote, taarifa zote. Akiwa na miaka 0 anaelewa. Akiwa tumboni, amezaliwa mwezi wa kwanza anaelewa, ila hana uwezo kusema, ila anaelewa kwa hisia. Maana wanasema, nitaeleza hapa, kwamba neurons katika mwili wake anapozaliwa tu zinakuwa kwa kiwango cha bilioni 100. Mnaelewa maana bilioni 100? Bilioni 100 ngapi? Umeme wa mwili unaotuma hisia zote na taarifa zote umekamilishwa kwa kiwango hicho kikubwa. Kwa hiyo mtoto anapokuangalia na vile macho vyake, kila kitu ana sense. Utii. Namba 4, uthabiti, msimamo, kuwa na consistency katika utendaji wa mambo yako. Mtoto anatakiwa afundishwe namna ya kuwa na msimamo. Akuone baba una msimamo na mama una msimamo. Asione ninyi wawili mnayumba. Yuko pale kwenye shule. Hii miaka mwanzo ya malezi ni ya kwako kama mzazi, ndiye mwalimu wa kwanza. Kwa hiyo akiona mama anamwambia acha, baba anakuambia chukua, anasema hapa wawili wote hawana msimamo. Mama anasema haya, muda kulala kalale, baba anasema mwache nicheze naye. Anagundua tayari hapa kuna mgawanyiko. Na anatumia ile fursa aliyoiona mpasuko kati ya baba na mama kwa kuegema kwa mmoja mwenye nguvu. Huyu mwingine atamdharau. Anajua hawezi, baba akishasema acha naacha. Lakini mama akisema acha amna, baba atamkataza. Kadogo kanaelewa kabisa. Jambo la 5, utaratibu wa kila siku, routines. Anapaswa ajifunze utaratibu wa kila siku. Muda wa chakula ajue ni sasa, muda wa kunyonya ni sasa, muda wa ibada ni saa ngapi, muda wa kulala ni saa ngapi. Kaanze kuzoea taratibu. Hiyo yote nafundishwa miaka ya awali ya maisha yake kama mtoto mdogo. Sikiliza, hii nafikiri nimejifunza mara kadhaa kwenye masomo yale ya idara ya huduma za watoto, kwamba mtoto anatazamia kuwa kiroho, kukua kimwili, kiakili, kijamii katika uwiano ulio sawa. Lakini
watoto wetu katika malezi tunavyowalea wana ukuaji ambao ni tofauti, unaougua kwa shakoo. Mtoto ana umri wa miaka 15 ila katika mambo ya kiroho anakuwa kama katoto kachanga. Hata mafungu ya Biblia hajui. Maana hakulelewa hivyo. Hakulishwa neno la Mungu tangu mapema. Msingi wa mtaala huu unawapeleka wazazi kuichukua Biblia kama kitabu cha mwongozo, kama kitabu kikuu cha msingi cha kuelimisha watoto. Ukiangalia Grace Link palikuwa na vitendo vingi, program nyingi. Walimu ambao wenyewe mnapenda kufanya hivi vitu. Watoto chikichi, mnaelewa vitu kama hivyo Nasema mnafanya vitu kama hivyo? Si ndio nyinyi ndio walimu watoto nyewe? Nawasikia kwenye makabi. Watoto chikichi, watoto chikichi mpaka saa 5. Fungu analosoma ni moja lakini limeparazwa tu, limepita. Kwa muda mwingi watoto wamejaa program za walimu, wamejaa maneno ya walimu. Wewe rafiki, una huruma? Si uliona? Mtakata rufaa kwa mkubwa wako. Haya, sikiliza. Kwa hiyo jambo la msingi, hii program ya Shangwe Ndani ya Yesu inaichukua Biblia iwe ndio kitabu cha mwongozo cha msingi cha kujifunzia. Kila unachokifanya kwa vitendo, unapofanya fanya kitu ambacho Biblia itazama kichwani. Ndio maana sikizeni makini sasa. Mtaala huu mpya unaondoa nyimbo zote ambazo ni za kubuni, imewatengenezea nyimbo maalum kwenye vitabu hivyo. Imeondoa hadithi zote za kubuni, imechukua hadithi ya Biblia. Wamefanya utafiti kwa miaka 10, wakachukua visa 4320 ndani ya Biblia ambavyo ndivyo vitakavyotumika, alafu tunaacha visa vya paka na mbwa, nguruwe na nani, hivyo tumeviacha. Imeleka hapo. Hii ya kusema jamani, tembo akamwambia sungura tukimbie, atakayeshinda ile boga. Hiyo biashara haipo. Tembo na sungura hawaongeagi. Kwa hiyo ukimwonyesha tembo, unamuonyesha uumbaji wa Mungu, kwamba Mungu akaumba wanyama, tembo anapita. Huyu aliumba siku ngapi? Wanataja. Jamani, imeleka hapo. Hadithi za paka na nini tunaachia ulimwengu. Ila kanisa limechambua visa 4320 ambavyo vitatumika kwa ajili ya mtaala huu mpya wa Shangwe Ndani ya Yesu. Bwana asifiwe. Hivyo visa ukimfundisha habari ya Daudi anajua ni Biblia. Yaani muda wote wakiimba mambo ya Mungu yanahusu neno la Mungu. Wanaposikiliza hadithi ni mambo ya Mungu. Kwa hiyo Biblia ndiyo inakuwa kama foundation, msingi. Sasa hichi kitabu cha 0 mpaka miezi 12 kimegawa katika mwaka mzima mara 4. Kiangalia hapo. Sehemu ya kwanza itashughulika na uumbaji. Vitu vyake mtaviona hapo na najua mtafanya practical. Sehemu ya pili, mchungaji mwema. Robo ya pili, robo hii tunayo. Robo ya 3, Nuhu na wanyama. Robo ya 4, mtoto wa pekee. Mtoto wa nini? Maana yake mtoto Yesu. Kwa hiyo kwa mwaka mzima cha kitabu kuna vitu ambavyo utavifanya kwa robo. Kama ni uumbaji ukianzia Januari mpaka Machi, ni uumbaji. Nyumbani uumbaji, kanisani uumbaji. Kinachofundishwa nyumbani kinarudiwa wapi? Kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Na unaweza kusema sasa bwana inachokesha. Kanuni ya kujifunza kwa mtoto ni kurudia na kurudia na kurudia mpaka njia imetengenezwa katika ubongo wa nini? Wa mtoto. Imeeleka mpaka hapo Kwa hiyo sio tabu. Ni njia ya kufundisha. Ni njia ya kufundisha. Hatua kuu 3 za mgawanyo wa ibada kwa mtoto kwa kitabu hiki. Hatua ya kwanza kwenye kitabu cha mzazi nimeshakieleza hapo. Hatua ya pili ni mwongozo kwa mwalimu. Mwalimu ameelekezwa vitendea kazi atakavitumia katika programu za shule ya Sabato kwa watoto wachanga. Programu hizi ni sawa kabisa na inayotumia kitabu kile cha mzazi. Alafu hatimaye
Kuna namba 3, vitini vya mwongozo kwa mzazi. Hivi vitini vikoje? Kwa sasa hivi havijachapwa na Ufunuo, tumeomba kwamba wavitengeneze. Hivyo vitini ukiingia kwenye website ya kanisa ukaandika Alive in Jesus, utaikuta vile vitini viko pale. Lakini vile vitini kwa sasa hivi tumekubaliana kwamba kipindi cha dakika 20 wakati wa shule ya Sabato mnapoanza kujifunza kitatumika kwa matumizi ya kufundishia watoto. Dakika 30 imewekwa kwa ajili ya ninyi walimu, wazazi kujifunza pamoja. Sasa wakati wa wazazi wao wanajifunza nini? Wanajifunza hivyo vitini, vinawafundisha namna malezi. Ila kwa sasa tumeelekeza mtumie kitabu cha malezi ya watoto ama mwongozo wa kujifunza Biblia, lesson nilizo nazo kwa ajili ya watu wazima. Kwa muda huu naamini robo ijayo, robo ya 3, Ufunuo utakuwa umekamilisha hiyo kazi ya kukitafsiri hicho kitini, na walituambia tutakibaini kwenye kitabu kimoja ili visio vinatawanyika. Sasa ninapokwenda kuhitimisha ratiba ya kila juma jinsi inavyoonekana kwa ufupi. Wakati wa nyumbani unapojifunza kitabu hiki na mtoto wako, muda utakaotumia kama mzazi ni dakika 5 mpaka 15 kila siku kwa ibada ya mtoto wako. Ibada hii inashauriwa hivi. Hapa nilipokaa hapa ndio sebuleni hapa. Chukua mahali fulani, kama umeweka ni mkeka, kagodoro kako kando ya pembeni kabisa kule kwenye nyumba yako, kwenye chumba chako. Ama umeweka kiti maalum. Hicho kiti kiwe tofauti na viti vingine vyote ndani ya nyumba. Watoto wakiwa na miezi 3 anaanza kutofautisha rangi. Kwa hiyo ni muda pia umwekee kitu ambacho ni tofauti. Anapoondoka pa sebuleni au chumbani, unapompeleka pale mahali anagundua sasa tunakwenda kwenye ibada. Hapo mahali pasiwe panavurugwa, pawe mahali panaheshimika. Aione kama madhabahu ya mtoto tangu akiwa mtoto mdogo. Kwa muda wa kunyonya utamnyonyeshea huku, usimnyonyeshe pale. Pale unamfundisha hata kupiga kelele aache. Jamaa imeleka mpaka hapo. Ndio maana nasema kitabu kilichelewa kuja, kwa sababu wengine tumezaliwa kwenye kupiga kelele kanisani, si ndio? Tungetaka kufundishwa hata mapema. Msabato anakaa kanisani, unakuta anachukua simu, nitakupigia niko kanisani. Hakuna adabu, si ndio? Kwa nini? Kama tungefundishwa tangu utoto kwamba mbele za Mungu, mbele za madhabahu ya Mungu panapaswa kuwa na ukimya, ilitakiwa itabiwe pano tangu utoto wa 0 mpaka miaka mingapi? 7. Pale mahali unapokwenda tumia dakika 5 mpaka 15. Hizo 15 sio kuzungumza tu. Kuna program za kuimba, kuna program ya maombi, kuna neno la Mungu, kuna kumonyesha kwa vielelezo na kadhalika. Hizo dakika 15, dakika 5 mpaka 15 ni nyingi. Hapo ni nyumbani. Baada ya nyumbani mnahamia kanisani. Wakati wa mtoto katika shule ya Sabato kanisani, muda wake wa ibada dakika 20. Program za ibada nyumbani zitarudiwa tena. Kilichofanyika nyumbani kuanzia Jumapili mpaka Ijumaa kinakuja kurudiwa tena kanisani siku ya Jumamosi. Ndio maana hii program ya shangwe ndani ya Yesu imeondoa migogoro na mashtaka yalikuwa yanaletwa kwetu kama wachungaji. Pastor, wanaotusumbua sana kwenye darasa la watoto ni wazazi. Maana wanakutana wanajadiliana mambo ya wax. Yani mwalimu anahangaika na watoto. Wazazi wananiambia, mwenzangu, sijui nimekuta wax wananiuzia F30, wax ya Nigeria. Nimekuta kwa bei nafuu yani. Wanajadiliana. Mwalimu anafundisha huku wao wanamjadala. Hii shangwe ndani ya Yesu ubora wake ni huu. Inawawajibisha mzazi, mtoto, mwalimu. Hakuna muda wa kupiga story. Maana tukisema Mungu akaumba mimea na wewe unamchukua mtoto na muonyesha, mimea lazima aiguse. Kila mzazi anashika kamea na muonyesha. Kama ni machungwa akasema matunda na watoto wanashika ile matunda. Hakuna mtoto anataka kuachwa. Kwa muda wote mzazi yuko busy na mwalimu yuko busy na mtoto yuko busy. Ndio maana vitendo vitazama akilini kwa kuisamisha Biblia, kwa sababu mzazi na mwalimu wako pamoja. Sehemu ya 3, wakati wa mzazi. Tumemaliza mtoto dakika 20. Wakishamaliza ni muda wa wazazi. Maana unaweza ukashangaa miaka 3 mzazi asomi neno la Mungu ambaki na watoto, alafu kichwani yako kimeisha.
Kwa hiyo hapa kanisa limeweka utaratibu. Ile dakika 20 zikishaisha, ninyi mnabaki hapa kama wazazi. Halafu hatimaye huu muda watoto wamelala pale, mnachagua wazazi 2 au 3, wanabaki na watoto wengine ambao hawajapumzika, hawajalala, wako macho, wacheze nao. Ninyi hapa ndio mnabaki kujadiliana kwa dakika 30. Hapa mnajadiliana nini? Namna ya malezi ya watoto wenu. Hicho kitabu kina mambo mengi, inapoelekeza kila Sabato ina programu zake. Maelekezo ya muhimu, shughuli za kufanya, namna gani ule mtoto wako, vitu gani ukafanya vizuri kwa ubora nyumbani na kadhalika, hata na mambo ya lishe na kadhalika. Sasa kuna kitu cha msingi hapa. Je, unatambua hali ya mtoto wako anavyoumbika kila siku, juma, mwezi au mwaka? Moja, wakati wa ujauzito, ubongo na mfumo wa neva ya mtoto wako ulianza kukua kwa takriban juma la 6 baada ya mimba kutungwa. Yaani mimba ikitungwa tu, mtoto neva zote zimekamilika. Alafu hatimaye baada ya hapo wiki 2 baadaye, yani wiki ya 8, mtoto anakuwa kamili, amekamilika. Wanaotoa mimba ya miezi 2 wanaua binadamu hai. Kila kitu kimekamilika wiki 8. Baada ya kuzaliwa, wakati wa kuzaliwa, ubongo wa mtoto unakuwa na neuron bilioni 100. Yaani sawa na milioni 100,000. Ubongo unapeleka kukua kwa kasi wakati wanatengeneza miunganiko milioni 1 za neva za ubongo kila sekunde, na ina hisia juu sana katika vichocheo na madezi. Ndio maana